Wakati mimi nilisema tutakuwa na program ya affordable housing na tutahakikisha ya kwamba kupitia kwa hazina ya housing fund ambayo inatokana na housing levy, tutabadilisha makao ya wananchi, tuwatoe wananchi kutoka mahali pachafu, mahali pa sewage, mahali hakuna stima na maji na barabara, na tuwapeleke na tuwaweke katika manyumba ya ghorofa kama hii. Watu wengi hawakuamini, lakini mimi nataka niwahakikishie, ni ahadi yangu, ni ahadi ya serikali hii, na mimi nitahakikisha ya kwamba tumetimiza ahadi yetu kwa wananchi wa Kibera na kwa wananchi wa taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza, Waswahili wanasema dalili ya mvua ni nini? Dalili ya mvua ni nini? Si ni mawingu? Hapa munaona mawingu ama hamuoni mawingu? Inaonekana haionekani? Si manyumba inaendelea? Na nimewaambia watu wa Kibra, mimi nimesema hatuna nafasi na siasa kila wakati. Hatuna nafasi na siasa ya chuki, na siasa ya ukabila, na siasa ya kisirani, na siasa ya makasiriko. Tayari wananchi 11,000 wameandikishwa. Kila mmoja wa hawa wananchi 11,000 hapa ndani utapatiwa card ambayo itaonyesha kwamba wewe umekuwa mkaaji wa hapa slum. Namba ya kwanza. Alafu namba ya pili, hiyo card ndio itakuwa tikiti yako ya kupata nyumba hapa wakati tutaikamilisha. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Kwa hivyo, hii kazi tunamaliza ya enumeration ilikuwa ikamilike Jumamosi, lakini nimeambiwa ya kwamba wananchi bado ni wengi. Kwa hivyo nimesema iendelee kwa siku ingine 2 mpaka kila mwananchi afikiwe. Tunaelewana jameni? Na ni kwa sababu nilisema hivi ya kwamba hii Kenya lazima tuwe na usawa. Hapa hakuna ukabila. Hapa mwananchi wa kutoka sehemu yote ya Kenya, uwe ni Mjaluo, Mkikuyu, Mkamba, Mluya, Mborana, utaishi kwa hizi manyumba bila ya wewe kubaguliwa kwa sababu wewe ni mtu wa kutoka jamii fulani. Kwa sababu Kenya ya ukabila ni Kenya ya aibu. Tunataka tuungane sote kama taifa moja, na kazi yangu kama rais wa nchi ni kuunganisha Wakenya wote. Tukae pamoja kama ndugu moja, tuache siasa ya migawanyiko na chuki na hasira na makasiriko na ukabila. Sisi wote tuishi kama ndugu moja. Watu wa Kibra jameni, mtanisaidia tuunganishe Wakenya? Munasema tuungane ama tutengane bwana? Mnasema tuungane? Wala wanasema tuungane kwa mkono. Salala. Kuna mtu anataka kuishi mahali iko takataka? Kuna mtu anataka kuishi mahali iko maji taka? Ama mahali hakuna choo? Ama mahali hakuna stima? Sisi wote tunataka kuishi mahali pazuri. Mnanielewa? Nasikizeni. Mimi nataka mjue ya kwamba hakuna mtu ameandikiwa awe maskini Kenya hii. Sisi wote, katiba ya Kenya inalazimisha serikali, inanilazimisha mimi kama rais wa nchi hii kuhakikisha ya kwamba napanga vile wananchi wote wanaweza kuishi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna barabara, mahali kuna usafi. And that I will commit. Wale wananipinga wataendelea kunipinga, lakini mimi nitasimama imara.
kuhakikisha kwamba kazi hii inasonga mbele, na sio hapa Kibera peke yake. Mukuru inaendelea, kule Kiambu inaendelea, kule sehemu ya Nairobi peke yake. Wacha niwapatie statistics. Hapa Kibra peke yake tunakuja kujenga nyumba 10,000 mahali hizi mabati iko. Hapa tuko na nyumba 4,500. Nilikuja hapa Southlands miezi miwili iliyopita, nikaanzisha nyumba 15,000. Saa hizi inaendelea kujengwa katika Kibera hii. Kibera hii peke yake tunajenga nyumba 25,000. Ati kuna watu wanasema nilifanya makosa kuweka housing fund. Ati wanasema nilifanya makosa kuweka housing levy. Bila housing levy hii nyumba haingejengwa.